Usiku kaka ya Monica Kimani alilala kwenye sofa ndani ya nyumba ya dada yake, mahakama yafichua. Karibu kwenye taarifa zetu za Iran Media na kumbuka kusubscribe. Joseph Irungu almaarufu kama Joey amepatikana na hatia ya mauaji ya mfanyabiashara Monica Kimani. Kimani alipatikana amefariki kwenye beseni la kuogea katika nyumba yake ya Lamuria Gardens mnamo Septemba 19 mwaka 2023. Akitoa hukumu iliyochapishwa kwenye kurasa 117, hakimu Grace Nzioka alisema kwa upande wa mashtaka ulithibitisha bila shaka yoyote ushahidi kamili na wa kimazingira kwamba Joey alimuua Kimani. Muuaji Joey alikana kumuua Kimani na kusema kuwa hamfahamu kabla ya kifo chake. Hata hivyo, kakake Kimani George aliambia mahakama kuwa Joey alimfahamu dada yake na hata waliwasiliana kupitia Instagram. Alisema hakuwa akimfahamu marehemu kabla ya kifo chake. Ushahidi kutoka kwa ushahidi wa watu 10 wa upande wa mashtaka George Kimani, kakake Monica, ulionyesha kuwa anafahamika na mshtakiwa kwa kuwa walikuwa darasani wakisoma usimamizi wa hoteli na vinywaji. Agosti tarehe 31 mwaka 2018, yeye na mpenzi wake walikuwa na mshtakiwa nyumbani kwa marehemu. Marehemu alimtaja kuwa alikuwa akiwasiliana na mshtakiwa wa kwanza kwenye mtandao wa Instagram, alisema hakimu huyo wakati akizungumzia taarifa ya mashahidi. Ndugu huyo alikumbuka kwamba yeye na Joey walilala kwenye makochi sebuleni, huku mpenzi wake na dada yake wakilala chumbani. Katika mazungumzo ya hayo, Joey alimwambia Monica kwamba angekutana na kaka yake George na kumnunulia vinywaji, ambapo marehemu alimwambia Joey aache kumharibia kaka yake. Mahakama ilisema kuwa ufichuzi huo haukupingwa wakati wa kuhojiwa kwa mshtakiwa wa kwanza. Ilibainika kuwa Monica alikuwa akiwasiliana na Joey, lakini asili ya mazungumzo yao haikujulikana kuwa ya wapenzi. Marehemu alikuwa akiwasiliana na Joey, lakini hakueleza jinsi alivyokuwa wakikaa nyumbani kwa marehemu. Alipozinduka hakumkuta Joey na kusema hakujua alichofanya na dada yake. Mahakama ilitoa ushahidi wa George. Mahakama ilichunguza ushahidi wa mashahidi 33 upande wa mashtaka. Jonathan Limo, afisa wa utekelezaji wa sheria wa Safaricom, alichanganua nambari ya Joey na mawasiliano mawili ya marehemu kugundua kuwa wawili hao walikuwa na mazungumzo ya simu. Ushahidi ni kwamba mnamo Septemba 1 mwaka 2018, nambari ya mshtakiwa wa kwanza ilipiga nambari ya simu ya marehemu. Simu hiyo ilipiwa Dod Lang'ata na ilikuwa inatoka. Hakimu alisema hili lilithibitisha kwamba mshtakiwa wa kwanza kweli alimfahamu marehemu kabla ya kifo chake, na akaamua utetezi wake wa kuwa wa uongo usiokubalika na wa uongo. Ndizo taarifa za hivi sasa. Unaweza toa maoni yako hapo kwenye comment section. Hii ni Iran.